unafurahi, moja kati ya watu ambao wanakukubali zaidi wewe mwenyewe unajua. Ndio naona umevaa kama Budo Joshua Mutale vile. Hatari sana. Nakubali. Vipi ndugu yangu? Bwana, tumekutana tutathmini jambo ambalo linaendelea. Mjadala ambao unaendelea kuhusiana na Kariakoo Derby baada ya mchezo kuota mbawa. Klabu ya Simba ilitoa statement yake kwamba haiwezi kupeleka timu baada ya kunyimwa takwa lake la kikanuni, kwa maana kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika kabla ya mechi. Lakini Young Africans naye akapeleka timu, akasema bwana, sisi mechi yetu tunaitambua ilikuwapo ni Machi 8. Hatuna mchezo wote mwingine, lakini wameenda mbali, wametoa taarifa kwa umma na msimamo wao. Lakini wakisema bwana, wao hawana imani na bodi. Wewe kama mshabiki na mwanachama wa Young Africans, comment yako katika jambo hili ambalo linaendelea? Mimi natamani nisimame kama mdau wa mpira. Kidogo tutoke kwenye ushabiki, tusimame kwenye mdau wa mpira. Hapa ndo kidogo tutaweza tukazungumza vizuri, lakini kwingine kote huko tutapaka mafuta. Na wewe utakupaka mafuta? Natamani na napenda pia kupaka mafuta. Lakini kwenye mambo ya serious kama haya hayahitaji kupaka mafuta. Lazima tuwaambie Watanzania kuna sehemu kuna shida. Lazima tuwaambie wadau wa mpira kuna sehemu kuna changamoto. Lakini tukiendelea kupaka mafuta kama hii, shida na changamoto, wewe kama mdau wa mpira wa miguu ambaye una uzoefu nao, umeng'amua shida gani na changamoto zipi? Shida ya kwanza ilianza kwa mabouncer. Sikujua kwa nini walifanya vile, na sikujua kuwa wametumwa na nani, lakini ndio shida ya kwanza, kwa sababu ingelikuwa ni kesi kubwa kwamba Simba hajafika siku ile ya kuja kufanya mazoezi ya mwisho. Lakini Simba alichofanya yeye ni kuja kufuata kanuni ya 17 ibara 45 kwamba lazima kabla ya mechi ufanye mazoezi, si ndio? Lakini kuna scenario inaendelea kwamba Simba kutoa taarifa kwa meneja wa uwanja. Sawa, inawezekana ilikuwa ni kosa la Simba, lakini unauliza naye meneja wa uwanja, ilikuwaje mabouncer wakaizuia Simba? Kibali wamepewa na nani? Mamlaka hayo wametoa wapi? Sijui unaelewa vizuri. Hapo patakao na changamoto. Lakini ukija kwenye upande wa Young Africans, wao walifuata sheria ya mpira kwamba lazima ufike uwanjani mechi ichezwe. Sawa. Na wao walifuata ile matako, walifika uwanjani, waliingia uwanjani. Lakini ukija upande mwingine unaona pia kwa namna moja ama nyingine klabu ya Yanga kuna sehemu imeteleza, kwa sababu taarifa ilitoka pia ambao umeteleza. Saa 7 mchana taarifa kutoka bodi ya ligi kupitia kile kikao ilisema hadharani kwamba mechi imeahirishwa. Kwa hiyo Yanga na wao walipaswa kuheshimu yale maamuzi ya bodi ya ligi kupitia kile kikao. Lakini na wao wakaonyesha ukubwa wao, wakafika uwanjani. Mwisho wa siku maisha yakatokea haya ambayo hivi sasa yametokea. Lakini mimi ninachotaka kusema Dede, tunaua mpira ni sisi wenyewe, Yanga na Simba. Hakuna mtu mwingine anaweza kaua mpira nchini Tanzania zaidi ya Yanga na Simba. Watu wanaweza wakaishtumu sana bodi ya ligi, lakini bodi ya ligi TFF ni ile ile tu, Yanga na Simba wao wenyewe wanajuana. Siwe na ulevi, kwa sababu hakuna mtu asofahamu kwamba rais wa shirikisho la mpira Tanzania TFF Mzee Karia ni Simba, lakini hakuna mtu mwingine anofahamu kwamba Kidau ni Simba, Sivo Mguto ni Simba. Kwa hiyo Yanga walichofanya vile ni kushindikiza kwamba wale ni Simba, si hatuwataki. Umeona? Na Simba nao watakuja baadaye watasema viongozi wa TFF ambao wako upande wa Yanga na sisi hatuwataki. Kwa hiyo mwisho wa siku vita vya panzi ni furaha kwa kunguru. Tutawaacha wenyewe kwenye jambo hili. Unasema unawaacha wenyewe kwa maana sasa ligi itakuwa ichezwe, kwa sababu Simba alidemandi wale ambao walipelekea mpaka wao kuto kufanya yale mazoezi waweze kuchukuliwa hatua ndio kaendelee na ligi. Young Africans naye anasema yeye alishamalizana na mnyama, yeye anaendelea na ratiba nyingine. Ndio maana nikasema Yanga na Simba ndio wanaharibu mpira, kwa sababu kabla ya taarifa ya mechi kuahirishwa ulimsikia Mzee Magori alisema hadharani, sisi hatuwezi tukapeleka timu mpaka wale mabouncer tuwajue, si ndio? Lakini juzi si jana tena umemsikia Arafati Haji anasema hadharani kwamba sisi ndio itakuwa dabi yetu ya mwisho kuicheza msimu huu 24-25. Kwa tafsiri sahihi kwamba Yanga hawezi wakacheza mchezo mwingine unaofuata zidi ya Simba. Lakini Simba kwenye hili bado hajasema kitu. Lakini ninachotaka mimi kusema kwa maoni yangu, Yanga na Simba lazima wakae pamoja, waelewane. La sivyo hakuna kitu chochote kitakachokuwa kitaendelea kama Yanga na Simba toka kuelewana. Kwa sababu ikitokea kwamba Yanga watocheza mchezo huu, basi bingwa hizi akapatikana. Si ndio? Na ikitokea kwamba Simba naye kama alivyosema hatutocheza mchezo mwingine wowote mpaka taarifa
kutoka TFF kuhusiana na wale mabouncer tuipate, hatutocheza mchezo huu. Kwa maana hiyo hapata kuwa na ligi tena. Ikiwezekana hapa tulipofika tunaweza tukavunja ligi. Miaka nafikiri kuna miaka zamani watu walishai kuatisha ligi kati. Bingwa kupatikana, watu wakapelekana kwenye mashindano ya kimataifa wanavyojua wenyewe. Hili ndio naona linakuja kutokea huko. Lakini mimi ninachotaka kusema Uyanga na Usimba ndio unaoharibu mpira wetu kwa kiasi kikubwa sana Dede. Uyanga na Usimba ndio unaoharibu mpira wetu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu unajiuliza, Magori amezungumza vile, kamati ya masaa 62 kwa ilistahili kumuita, inastahili kumpa adhabu. Unajiuliza kamati ya masaa 72, Arafat Haji anazungumza ile kauli, kwa nini wamekaa kimya? Mzee Magori ni mwandamizi wa Simba anafahamika, lakini ni mdau mkubwa wa mpira miguu nchini Tanzania. Vile vile kwa Arafat Haji amezungumza kauli ile. Jiulize kauli zao una tafsiri kama ni zinaleta taharuki. Kwa sababu wale ni influencer wakubwa kwenye mpira wa miguu. Arafat Haji ana wanachama zaidi ya 100 nao, milioni, si ndio? Huku naye Magori na wanachama zaidi ya milioni. Unajiuliza kila mtu akimfuata kiongozi wake mechi itachezwa? Mechi kucheza. Ndio maana mimi nikasema rai yangu, hata kama Simba na Yanga ndio wanaribu mpira, tukae pamoja tumalizane, tuone namna gani tutafikia watoto kuja kucheza mpira huu unaofuata. Ndio kwenye statement ile pale ya Young Africans kutaka viongozi wa bodi ya ligi manake TPLB kuweza kujiuzuru. Unadhani wanastahili kweli kujiuzuru, wajitathmini? Kwa namna moja ama nyingine lazima tukubali, kwa sababu shirikisho la soka Tanzania pamoja na bodi yake ya ligi kwenye ile kamati imekubali kuahirisha mechi, kwa sababu kitendo cha kuahirisha ile mechi ina maana wametuprove sisi wadau wa mpira kwamba palitokuwa kuna shida, na hiyo shida sisi kama wadau tunatakiwa tuijue shida iko wapi. Umeelewa? Lakini Yanga naye amekwenda mbali, anasema lazima waondoke kina Mguto na kina Kidao. Wanaamini wale ni watu wa Simba, inawezekana kuna mambo wanawafanya ambayo sisi hatufurahishwi nayo, lakini mimi naamini TFF ni Simba, TFF ni Yanga, bodi ya ligi ni Yanga, bodi ya Yanga ni Simba. Wale wenyewe wataelewana, mwisho wa siku mechi itachezwa tu bwana. Wewe unaamini mechi itachezwa? Mechi itachezwa. Mechi inachezwa kwa mtazamo wote. Ambacho kinakupa imani hiyo? Mimi natamani TFF na bodi ya ligi ipange huu mchezo, alafu mgeni rasmi awe rais wa nchi. Mimi kwa maoni yangu, kwa mtazamo wangu, natamani bodi ya ligi wakishirikiana na TFF wapange huu mchezo, alafu mgeni rasmi awe ni rais wa nchi. Mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi. Alafu tutajiuliza, je, Simba atagoma? Je, Yanga atagoma? Hapa tu. Lakini kwa hivyo vingine tutachezea na makida tu. Naamini rais akifika uwanjani kwamba timu hizi haziwezi kugoma. Watagoma vipi sasa na rais wa nchi huko? Ndio maana nikasema kwa mtazamo wangu mdogo, tumeifurahi kauli ya viongozi wetu wa Yanga kwa kuonyesha msimamo wao mkubwa, lakini na sisi kwenye maslahi ya mpira wa Tanzania tunatamani kuiambia bodi ya ligi TFF mechi ipangwe, lakini kwenye hiyo mechi mgeni rasmi wa mechi awe ni rais wa nchi, ama ikikosekana rais wa nchi awe waziri mkuu afike pale uwanjani tuone Yanga na Simba wasitokee uwanjani. Maana mnyama sasa atapeleka sasa timu. Ndio maana sikusema kwa mnyama, kwa sababu mnyama sijuzi ya kutokea. Na Yanga naye ametangaza tutokea. Ndio maana tunajaribu kutoa maoni. Tunatamani ratiba itoke ya mechi ya Yanga na Simba, alafu mgeni rasmi kwenye hii mechi awe ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, tuone hivi vilabu vile vinaweza wakaescape kauli ya rais? Wanaweza wakaescape uwepo wa rais wa Jamhuri ya Muungano kwenye dimba la Benjamin Mkapa? Ni simple like that. Kuna mtu anaweza akasema hivi, lakini TFF ikisimama hapa, jamani, mechi tunaipanga tarehe fulani mwezi fulani, mgeni rasmi wa hii mechi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuone. Mshabiki wa Simba alikuwa anatoa maoni yake, anasema kama Young Africans wametoa statement kwamba bodi ya ligi inatakiwa ijitathmini, manake bila shaka madhaifu mengi ambayo wanayaona wapo nayo yamesababishwa na Simba na Yanga. Yeye anaamini kama sheria zingefuatwa, basi Simba na Yanga sasa wangekuwa na alama 6 au wangekuwa wameshushwa daraja kutokana na makosa mengi ambayo wamekuwa wanafanya kujirudia. Mimi pia kimtazamo wangu nisingeiona Yanga daraja la pili wala Simba daraja la 3. Kama ingekuwa sote tunafuata sheria na kanuni za mpira wa miguu 17. Mimi kimtazamo wangu, kimaoni yangu, nisingeiona Simba daraja la 3 wala singeiona Yanga daraja la 2. Ningeona huko kwingineko. Hapa kwenye ligi kuu asingekuepo. Bede. Unaweza ukajiuliza swali dogo tu. Hivi vilabu vya Yanga na vilabu vinavyocheza na Yanga na Simba lini vishai kupata penalty kwa Yanga na Simba? Chache sana, nadra mno.
Je, tunajiuliza Yanga na Simba wachezi madhambi? Kwa nini marefari hawatoi? Kwa sababu marefari wao wenyewe wanaingia uwanjani wakiamini ile kuna kuchezesha mimi ni timu yangu. Marefari wanaingia uwanjani wakiamini hii timu ninakwenda kuichezesha ni mpinzani wangu. Kwa siwezi mimi nikaacha kumnufaisha timu yangu kwenda kunufaisha timu nyingine. Si umeelewa vizuri? Lakini kama TFF wakishirikiana na bodi wakisimamia sheria 17 za mpira wa miguu, tusingekuepo na Yanga na Simba hivi sasa kwenye ligi yetu ya Tanzania. Tusingekuepo kabisa. Sababu ni timu ambazo zinanufaika 40% na waamuzi. Lakini zinanufaika 80% na viongozi wao kuwepo pale juu. Niliwahi kumsikia afisa habari mmoja wa Singida Black Stars. Aliwahi kusema dharani anatamani naye mkoa wake atoke kiongozi kwenye shirikisho la soka Tanzania. Tafsiri yake nini ndeni? Tafsiri yake anaamini kitendo cha Yanga kuwa bingwa kuna mtu pale TFF. Kitendo cha Simba kuwa bingwa kuna mtu pale TFF. Na ndio maana unakuta mpaka leo tangu Azam achukue ubingwa kwa Magumashi mpaka leo hii Kumbe alichukua kwa Magumashi. Sio alikuwa ananibite. Azam. Yaani Magumashi kwa sababu viongozi walikuwa bado hawajajifichua dhahiri. Sijui unaelewa vizuri. Na ndio maana mpaka sasa uone timu nyingine yoyote ikaja kupata ubingwa kwenye nchi. Tutabadilisha manabii, tutabadilisha viongozi, lakini ili timu nyingine zipate ubingwa lazima tubadilishe damu ya Yanga na Simba kwenye mioyo yetu. Kwa maana yake Simba na Yanga wanapata favor sehemu nyingi sana kuanzia labda unakosema kama kwa marefa au kwa uongozi. Yanga na Simba imetawala Tanzania nzima. Kuna watu wako pale wizara mambo fulani ni Yanga na Simba. Kuna watu wako kwenye wizara TAMISEMI ni Yanga na Simba. Ukienda kwenye shirikisho Yanga na Simba, ukienda hospitali Yanga na Simba. Wewe unatarajia nini hapo Dede? Unatarajia nini? Sasa hivi ukienda msikitini kiongozi anakuambia mimi sio Simba lakini mimi ni ubaya ubwela. Ukienda kanisani